Kuna jambo jingine ambalo linasemekana na au linafikiriwa na kudhaniwa kwamba ni jambo ambalo liwafanya Watanzania au baadhi ya Watanzania wachukue hatua za kuingia barabarani. Nalo ni utekaji. Kumekuwa kuna matukio ya utekaji ambayo yameongezeka kwenye nchi ya Tanzania, na sasa hilo linaonekana kuwa moja kati ya mambo yaliyochagiza vurugu za Oktoba 29, 2025 kwenye uchaguzi mkuu. Lakini kimsingi nina uhakika kabisa ya kwamba kila mtu angependa tatizo hili lisiendelee kuwepo, lipate suluhu ya kudumu, liishe. Kila mtu ana mawazo na maoni hayo. Swali, linaishaje? Linaweza likapata utatuzi wake kwa namna gani? Na swali kubwa hapa ni je, utekaji unaweza ukaisha kwa watu kuingia barabarani kufanya vurugu, kwa watu kuingia barabarani kufanya fujo, kuhatarisha amani ya nchi? Je, hilo ndilo linaweza likawa suluhu ya utekaji? Hilo ndilo swali kuu ambalo tunatakiwa Watanzania wote tujiulize na tufanye maamuzi yaliyo makini kuhusu swala kama hilo la utekaji. Tukifanya vurugu, picha ile ya tarehe 29 Oktoba 2025 ya uchaguzi wakati wa uchaguzi mkuu na pengine tarehe 30, ndio picha ambayo tunaipata watu wakiingia barabarani, watu wakifanya uvunjifu, vitendo vya uvunjifu wa amani. Yaani Tanzania ndio picha ya Tanzania inavyoweza ikawa. Hiyo picha ndio inatupa sisi majibu ya kwamba inaweza ikawa ndio suluhu ya tatizo la utekaji, au Watanzania tukae chini na tuangalie namna ambavyo tunaweza tukapata majibu ya tatizo la utekaji na tufanye nini ili tuweze kufanya utekaji. Kwa sababu ukifanya fujo, ukiingia barabarani, ukifanya vurugu, ukihatarisha amani, kimsingi hatuwezi kupata suluhu ya tatizo la utekaji, hatuwezi kusogea mbele, hatuwezi kuchagiza maendeleo, hatuwezi kutatua tatizo. Waulize Kongo, waulize nchi zote ambazo wewe umesikia wameingia kwenye matatizo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, au kwenye fujo, kwenye machafuko, kama wamesolve matatizo yao kirahisi kama haya na mengine. Ndio kwanza yale matatizo huwa yanakuwa mengi zaidi, na grafu inakuwa iko juu sana, inapanda, na matatizo yale yanakuwa sasa ndio sehemu ya maisha na yako kwenye jamii, yatoki yale matatizo kama hili la utekaji. Nafikiri hiyo sio njia sahihi. Njia sahihi tutafute ni tunafanyaje, na nafikiri hata tume ambayo inaendelea kufanya kazi itakuja na mapendekezo mazuri, na nafikiri hata serikali sasa hivi bado na wao wanaumiza kichwa na wanajaribu kuangalia nini ambacho wanaweza wakafanya, na Watanzania tukae hivyo tufikirie na tuwe na maoni sahihi na tufanye hatua zile ambazo zinaweza zikasaidia kulinda zaidi amani na kuboresha zaidi amani kuliko kuivuruga amani ya nchi. Baada ya kusema haya, sasa ni jaribu kujikita kwenye mawazo ya nini kifanyike na maoni ya nini kifanyike. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho nafikiri Watanzania tunahitaji kuhakikisha kinafanyika ni kuhakikisha tunakataa kabisa mbinu za kuvuruga amani ya nchi. Kuna watu ambao wako ndani ya nchi na kuna wengine wako nje ya nchi. Kuna Watanzania na kuna wasiokuwa Watanzania ambao wanachagiza amani ya nchi kuvurugika.
na baadhi ambao wako nje ya nchi, wengine wako Asia, wengine wako ughaibuni, wengine wako Marekani, wako Ulaya, wengine wako Marekani, ni watu ambao wanaona kwamba nchi ichafuke na hawana cha kupoteza, hawana hasara. Sasa kuna Watanzania wengi tu ambao mnaishi kwenye nchi yenu, na wale ambao ni wastaarabu mnaishi ughaibuni, lakini ni wastaarabu na mnajua kabisa nchi haitakiwi kuchafuka. Kwa sababu wewe unaweza ukawa unaishi ughaibuni, lakini kule Tanzania kuna wazazi wako, kuna ndugu zako na kadhalika. Kwa hiyo singependa nchi ichafuke kwa namna yoyote ile. Sasa sisi sote ambao tuna nia njema, tuungane vyovyote vile iwavyo, lakini tuungane kama Watanzania na kama taifa kupinga kila aina ya maoni na mawazo yanayovuruga nchi au yanayoweza kusababisha machafuko na yanayoweza kusababisha nchi kuvurugika na nchi kupata tatizo la kukosekana kwa amani, kwa sababu kimsingi amani ndiyo msingi wenyewe wa maendeleo, na tukikosa amani basi maendeleo hakuna, wala tusitarajie kuna haki itapatikana, kwa sababu amani kwanza haipo. Hakuna cha haki ambayo mtu anadai ataipata. Kwa hiyo tunalinda kwanza amani kama mtaji wa kwanza, alafu tunaendelea sasa na kudai haki huku tukiwa tuna amani tayari. Kwa hiyo cha kwanza ni kuhakikisha iwe ni Watanzania tuko ndani ya nchi na wale walioko nje ya nchi. Wapo wengi tu wastaarabu, wako ndani ya nchi, wako nje ya nchi. Tuungane kwa pamoja kukataa, na kama kuna mtu yoyote tuungane kumlaani kwa nguvu zote, yoyote ambaye yuko ndani ya nchi au yuko nje ya nchi, awe ni kiongozi wa dini, awe ni mwanasiasa, awe ni mtu wa cheo, asiyekuwa na cheo, yoyote yule ambaye kwa kweli yeye ndiye chagizo la kuvuruga amani ya nchi, huyu tupambane naye na tumlaani sisi sote. Uwe wewe ni kiongozi wa kisiasa, sio kiongozi wa kisiasa, lakini tuungane kumlaani huyu kwa nguvu zote. Jambo la pili, serikali na wanaoshirikiana na serikali kutoa huduma za umma watoe na kusimamia vema utoaji wa huduma za umma, lakini pia wazuie rushwa, ufisadi, uzembe na usikivu na ushughulikiaji kero za wananchi uwe wa makini na kasi zaidi. Serikali inahusika kutoa huduma za umma kwa wananchi, lakini pia ina wadau wanaokuwa wanashirikiana na serikali kutoa huduma za umma kwa wananchi. Watoe huduma stahiki, wajitahidi kuhakikisha wanatoa huduma kwa umakini na wanatoa huduma kwa namna na kwa jinsi ambavyo kwa kweli inapasa, ili hata wananchi wawe wanaridhishwa na utoaji wa huduma ambao wanaupata kutoka kwa hawa watoa huduma, serikali na wadau wao. Hiyo ni muhimu. Katika pia kuliangazia hilo na kuliangalia na kulisimamia na kulishughulikia, ni vizuri serikali ijikite katika kushughulikia matatizo yote ya uzembe, rushwa, ufisadi ambayo Watanzania na wananchi huwa wanaumia wakiyasikia, wakiyaona. Na haya ni chanzo kimojawapo cha mambo yanayotokea kama lile la Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo serikali izuie, isijikite tu katika kutafuta pesa za kutekeleza miradi, maana naona nguvu kubwa inapelekwa kwenye kutafuta pesa za kutekeleza miradi, which is good, kwa sababu pesa usipoitafuta ukaipata, serikali isipotafuta pesa ikapata, haitatekeleza miradi, haitasimamia miradi. Lakini something which is so much good, kwamba watafute hela, wapate hela, wapeleke kwenye miradi. That's only one of the most crucial issues or things to do. Hiyo ni moja tu, lakini wafanye na ziada ya hapo
kwa sababu unapeleka pesa kwenye miradi, alafu miradi watu ukienda unakuta miradi haiendelei, haisimamiwi, haikamiliki kwa wakati, wakandarasi ameshakimbia miaka sijui miaka miwili, unaambiwa huu mradi umesimama miaka miwili, mkandarasi hayupo. Lakini pesa si zilitafutwa zikapatikana, si zikapelekwa kwenye miradi? Ndiyo. Sasa alafu baada ya pesa kupelekwa, mradi unaonekana haukamiliki kwa wakati, hautekelezeki, hausimamiwi, hakuna mtu anakwenda kuuliza chochote. Simamieni kila kitu, serikali simamie kila kitu, tafuteni pesa, pelekeni pesa kwenye miradi, yes, lakini simamieni sasa miradi. Pesa zinapelekwa kwenye miradi, watu wanakula tu pesa. Sasa inakuwa kama yule ambaye anachukua gunia afu anakinga kujaza maji kwenye, au anajaza maji kwenye gunia. Kwa hiyo zile pesa zinapotea tu. Usimamizi uwe mkubwa na kwa ukali zaidi, ili pesa hizi ni pesa za umma, kwa sababu hizi pesa si Watanzania ndio wanaolipa kodi na ndizo zinazokwenda kwenye miradi. Usimamizi uwe mkali, kwamba pesa zimetafutwa, zimepatikana, zimeelekezwa kwenye miradi, lakini serikali ikasimamie kwamba kwenye miradi, pesa zilizokwenda kwenye miradi, hizo pesa zinafanya kitu gani? Je, zinafanya kazi ambayo imekusudiwa? Je, hakuna ufisadi, hakuna wizi wa hizi pesa za umma? Serikali isimamie, na viongozi wanatakiwa wasimamie wote kabisa kwa kushirikiana, wasimamie na kwa ukali kidogo. Nafikiri ndio sababu nchi zingine zimeendelea zinakimbia, kwa sababu wanasimamia kwa ukali kitu chochote kinachoitwa mali ya umma, iwe fedha au rasilimali zingine za umma, na ili kweli watu waone kwamba yes, serikali iko serious. Hilo ni la kufanyika, lisipofanyika watu hawezi kuridhika. Kwa hiyo serikali jikite katika kusimamia utekelezaji wa miradi yote, sio kupeleka tu pesa. Serikali simamie, lakini utendaji kwa ujumla wa watumishi wa umma, usimamizi uwepo, ili kwamba uzembe usiwepo, mambo ya rushwa yasitajwe sana. Yani ifanyike kila juhudi ya kuhakikisha rushwa inapigwa vita, na ikiwezekana kupungua kwa kiasi kikubwa kabisa. Kwa hiyo haya ndiyo mambo yanayowakera wananchi, na pengine haya ndiyo mambo ya kuhakikisha kwamba serikali inasimamia, ili angalau wananchi wajisikie kwamba wana serikali inayowajali. Wao wanachotaka ni kuona serikali ina dalili zote za kuwajali, na wakiliona hilo hawezi wakapata mawazo haya ya kuingia mabarabarani kwa staili ilivyotokea wakati huo tulipoona. Lakini kusikiliza kero na kuzishughulikia kwa umakini na kwa haraka ni jambo jingine muhimu sana, kwa sababu unakuta kuna maeneo mengi kwenye nchi, watu mmoja mmoja na kwenye makundi wana kero. Mtu anakuwa ana jambo lake amelipeleka kwenye ofisi fulani ya serikali, lakini halishughulikiwi. Inatokea siku waziri mkuu akikimbilia, akitembelea sehemu, ndo mtu anakuja na bango na atapata shida sana. Hilo bango likionekana mwanzo watamnyang'anya. Kwa hiyo itokee, sijui ni neema tunasema, kiongozi alione lile bango ndo anze naona kuna bango na unasemaje wewe mwenye bango, aanze kujieleza, ndipo watu sasa kiongozi ajue kuna shida, ndipo kauli yake moja tu ya hata dakika moja inaweza isiwe inatimia, inampa nafuu huyu mtu wa kawaida wa chini ambaye amekaa labda miaka 5 na kero moja hiyo. Na pale kwenye eneo lile kuna viongozi, yuko mkuu wa wilaya, yuko mkuu wa mkoa, wako watendaji wale wa chini, labda afisa tarafa, wako mtendaji wa kata, yuko mtendaji wa mtaa, yuko mwenyekiti wa mtaa, yuko mheshimiwa diwani yupo, wabunge wako viongozi kibao.
na mshahara wanakula, wanaenda maofisini, wanarudi. Lakini tatizo, mtu kakaa na tatizo miaka 5, anasubiri siku moja itokee kama muujiza, aje pale mheshimiwa waziri mkuu. Akija pale sasa ndio agundue kuna shida, mtu aseme shida yake, ndipo sasa itatuliwe. Sasa huyo ni mmoja, wako wangapi wenye shida kama hizo? Na ni nchi nzima. Lakini kuna viongozi wako maofisini. Kwa hiyo nafikiri serikali ijaribu kuangalia kila namna inavyoweza kuhakikisha hawa watu kwenye ngazi tofauti tofauti za utendaji, ngazi ya mtaa, ngazi ya kata, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, kwenye sekta, kwenye ngazi za juu zaidi, kila mtu awajibike, na viongozi ndio wanawajibika kusimamia watu kuwajibika. Viongozi wakuu wa kitaifa wanawajibika kuwasimamia watu kuwajibika. Kero zitatuliwe haraka, na kila chombo kifanye kazi yake. Serikali tendaji ifanye kazi yake, bunge lifanye kazi yake, mahakama ifanye kazi yake kwa haki na kutoa haki kwa wakati, ili watu waweze kupata haki kwa wakati. Na hii inaweza ikawasaidia kuwagusa Watanzania na kuwapa Watanzania amani. Tofauti na hivyo, tunatengeneza bomu wenyewe la kulipuka wakati wowote, ambalo litafanya nchi kuwa mahala ambapo hapatawaliki, hapakaliki, na vurugu kama hizi tunazikaribisha sisi wenyewe kwa kuto kuyasimamia mambo. Kwa mimi nafikiri viongozi wajitahidi, hasa viongozi wakuu wa kitaifa, kushughulika na kusimamia, kusikiliza na kushughulikia kero za watu kwa umakini na kwa kasi zaidi. Jambo jingine ambalo ni muhimu sana, viongozi wa dini wafanye kazi yao. Kuna viongozi wengi tu wa dini bwana, unafika mahali unashindwa kuelewa huyu yuko kwenye kiti chake na position yake kama kiongozi wa dini au ni mwanasiasa tu kabisa. Kwa sababu unamuona kabisa yeye hana siku ambayo serikali itakuwa imefanya jema, hana siku moja, hata kama kwa yale mema. Au unamuona kabisa huyu mbona kiongozi wa dini ana upande, ameegemea upande fulani, au ana kadi ya chama fulani nini, au ni kiongozi mule, mdau muhimu mule kwenye chama fulani. Mimi nachofahamu viongozi wote, hasa wale viongozi ambao ni wakubwa wa dini na wanafahamika, kwa sababu kiongozi yoyote wa dini ana watu nyuma yake, ni vizuri wakawa very neutral, wakakaa mahala ambapo tukawaona ni viongozi wa kiimani zaidi. Sasa unamuona kiongozi ameegemea pale. Kwa hiyo kila siku wametoa kauli hii, leo wametoa kauli ile, kesho kutwa akapambana sijui na viongozi wa serikali kawatukana, kesho kutwa. Huyu ni kiongozi wa dini? Viongozi wa dini tunajua kuna kukemea, kuna wakati serikali hasa kama haifanyi vizuri, lakini kuna namna ambayo mtu akikemea kama kiongozi wa dini tutajua ya kuwa huyu ni kiongozi wa dini na hili analolikemea ni haki, kila mtu atajua. Lakini kuna wengine wanatia mashaka, wana pande fulani wameegemea kisiasa. Kwa hiyo viongozi wa dini wafanye kazi yao, waiombee nchi, lakini wawe viongozi wa watu wote. Kwa sababu viongozi wa dini tunachofahamu, kiongozi yoyote wa dini ana watu nyuma yake, ana watu wa chama tawala, ana watu wa vyama vya upinzani, ana watu wasiokuwa na vyama. Sasa wewe kiongozi wa dini, tukijua wewe ni wa chama tawala na umeegemea chama tawala, hao wengine waende wapi? Wewe ukiwa ni wa chama fulani cha upinzani cha siasa, hao wengine waende wapi? Wewe uwe mtu wa kuwapokea wote, tusijue sisi wewe upande wako ni upande gani. Wewe ubaki ni mtu wa kusimamia haki na kuhubiri kama ni neno la Mungu, basi hizo ndizo kazi zenu, na kuiombea nchi. Viongozi wa dini, kaeni kwenye nafasi zenu jinsi inavyotakiwa, maana viongozi wa dini wamekuwa chanzo kikubwa sana cha vurugu. Wakae kwenye nafasi zao vizuri na wasiwe wachokonozi wa mambo ambayo wanakuwa wao ndio chanzo cha vurugu. Wao waonyeshe tu kwamba wao ni viongozi wa kiimani, maana mara nyingine unamkuta kiongozi katokwa mishipa
ya kichwa na ya shingo. Unamtazama anaongea, unaona mbona hapa hakuna imani, ni mihemko mitupu, mihemko tu. Sasa huyu ni kiongozi, anapaswa kuonyesha yeye ndiyo kiongozi wa imani, akae mbele hapo, si tujue huyu ni kiongozi wa kiimani, lakini anaonyesha mihemko tu, wala imani huioni ndani yake. Hawa ni viongozi ambao wanachagiza sana kuivuruga nchi. Viongozi wa kidini wengi, najua ni baadhi, kuna wengine ambao wamekaa kwenye nafasi zao vizuri sana, wala hatujawaona kwenye mambo hayo. Wapo wengi tu wenye busara, wenye hekima, wazuri, viongozi wa dini wapo, tunawajua. Lakini wapo wengine kwa kweli wamepoteza mwelekeo. Hao warudi, wakae kwenye reli, wakae wawe na mwelekeo ambao tungependa sisi wa Tanzania kuona kwamba wamekaa kwenye mwelekeo sahihi. Hitimisho ni kwamba Watanzania tuisubiri tume ya labda kabla ya hilo, unajua kiasili nchi yetu ya Tanzania haikuumbwa kutatua matatizo yake kwa kutumia shuruba, fujo, vurugu. Imeumbwa kutatua matatizo yake kwa njia za amani na kupata suluhu ya changamoto na maswali yake kwa njia za amani. Hiyo ni asili ya nchi, na wanaoelewa nafikiri wapo wachache. Tanzania hatujaumbwa kama nchi kutafuta suluhu kwa njia ambazo wamezitumia mataifa mengine. Ziko nchi ambazo wao suluhu zao wamezitafuta kwa njia ya kupinduana, kwa njia ya vurugu, kwa njia ya fujo, kwa njia za kufuruga amani na kadhalika. Lakini Tanzania kama Tanzania imeumbwa kutafuta suluhu zake kwa namna za kistaarabu. Ndivyo Tanzania ilivyo. Sasa Watanzania tulifahamu hili, alafu tulisimamie na tulifanyie kazi. Watanzania tutafute majibu ya changamoto zetu kwa njia za amani. Mfano mkubwa kabisa ni jinsi nchi ilivyopata uhuru wake mwaka 1961, wakati tunapokea uhuru wa nchi kutoka kwa Waingereza. Hatukumwaga damu. Sasa huo ni mfano mmoja na unadhihirisha hiki ninachokisema. Sasa tuungane wa Tanzania kusimamia. Tuna changamoto. We don't say that we have challenges. We have challenges as a nation. Tuna changamoto zetu kama taifa, lakini changamoto zetu hizi tunazitatuaje? Tushikane mashati kwanza ndo tupate majibu? Hapana. Tanzania kama Tanzania na changamoto tunazo, lakini tukae chini, tutumie akili zetu vizuri, na tukilinda amani tulionayo, tutafute suluhu ya changamoto zetu na maswali tulionayo, tutapata majibu, lakini pia tutakuwa salama. Na unajua ukitunza amani, mtu anaposema tunavuruga amani kwa sababu tunataka haki kwanza afu amani baadaye, huyu amechanganyikiwa tu, kwa sababu ukisema haki halafu amani itakuja baadaye, wewe leo unachokizungumza. Hiyo haki unaoidai leo, ukisema uvunje amani ndiyo msingi wako wa kudai haki, kwa sababu uko kwenye amani. Na ndiyo sababu unaweza kutamka neno kwamba unadai haki fulani kwa sababu unaishi kwenye amani. Shida inayokuja ni kama mtu ambaye amekula akashiba, afu akasahau huaga kuna njaa. Wewe umeshiba amani, kwa hiyo umesahau kwamba huaga kuna wakati kuna watu hawaishi kwenye amani, ambao hawezi kutamka neno kwamba tunadai haki fulani. Hayo maneno yalishapotea. Kwa nini? Wanachotaka angalau kwa itokee tu kama muujiza, amani ile iliyopotea irudi kwanza, ili waanze kuishi kwenye amani, halafu waongee mambo mengine. Amani ndiyo mtaji. Hata leo wewe unasema tunadai haki, ni kwa sababu uko kwenye amani. Unajua ukiwa kwenye msitu, katikati ya msitu huwezi kujua, utakuwa unaona miti
na huwezi kujua kama uko kwenye msitu. Toka kwenye msitu, angalia, ndo utajua kwamba hivi nilikuwa kwenye msitu. Ndio sawa sawa na wao Watanzania wanaosema sisi bwana tunadai haki. Haki kwanza, amani baadaye, kitu ambacho hakiwezekani. Amani lazima tuisimamie, tuilinde na tuhakikishe kuna amani, ndipo sasa tunaweza kuwa na nguvu ya kudai haki, kwa sababu huwezi kudai haki fulani kama hakuna amani. Hutakumbuka kwamba kuna haki fulani huna. Utakachokuwa unatamani ni amani kwanza na usalama vipatikane, alafu ndipo unaweza ukafikiria sasa habari za haki wewe unayoidai. Kwa hiyo Watanzania, tusimamie swala la kuilinda amani ya nchi. Amani ya nchi tuilinde kwa nguvu zetu zote, na tuhakikishe amani ya nchi ipo na tunailinda, tunaisimamia. Halafu tutakuwa tunadai sasa haki zetu kwa kufuata taratibu, kwa kufuata kanuni, kwa kufuata sheria. Tunadai haki zetu, na hapo sasa tutakuwa na nguvu ya kudai haki, kwani kwa sasa si amani ipo. Kwa hiyo hilo ni muhimu. Watanzania tuisubiri, tume iko kazini, inakusanya, inafanya uchunguzi wake, itapata majibu, itaandaa taarifa. Ikikamilisha kazi, itaandaa taarifa. After all, kazi kukamilika ni mpaka pale ambapo wamepata taarifa zote, wamezichakata, wameweka wameandaa taarifa, na taarifa iko tayari, na baada ya taarifa kukabidhi taarifa kwa Mheshimiwa Rais, na wako kazini sasa. Tuwasubiri wakati wote, tuilinde amani kabla ya tume kutoa taarifa yao, wakati watakapokuwa wanatoa taarifa yao, lakini pia hata baada ya kutoa taarifa yao tume, sisi tuilinde amani ya nchi yetu Tanzania. Hii ndio hitimisho. Mimi ni Samuel Kakila na hii ni Freedom Studio, na nilikuwa nakuletea Medani za Utawala Bora, nikikuletea uchambuzi wa matukio yaliyotokea Oktoba 29, 2025 wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania.